Ni furaha iliyoje msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kukutana nawe tena katika siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi ya tariki 13 Juni mwaka 2026. Hii hapa taarifa yetu ya habari katika lugha na tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo inakujia mubashara kabisa kutoka Kwetu News 24 ambayo inakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikikuletea habari mbalimbali za matukio ambayo yanaendelea kujiri ndani ya nchi ya DRC, hususan mashariki mwake, zikiwa ni habari za vita. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube na Facebook. Ukiandika Kwetu News 24 utaungana nasi moja kwa moja. Usikose kusubscribe, kushare, kucomment na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Utakuwa umefanya jambo la msingi kabisa. Naam, bila kuponda muda msikilizaji, ulikuwa unatarajia moja kwa moja ni kuletea habari zinazojiri huko Minembwe, ambako ni tarafani Fizi kwenye milima yake ya kuinukia, ambapo mapigano makali yanayoendelea huko Minembwe yamewafanya wanajeshi wa muungano wa M23 ndani ya nchi ya DRC wakishirikiana na jeshi la Rwanda, Twirwaneho pamoja na Red Tabara kutoka Burundi sasa wanatupa silaha zao porini na kujaribu kujichanganya pamoja na raia. Kulingana na vyanzo mbalimbali kutoka huko Minembwe, zaidi ya majeruhi 150 wakiwa ni wanajeshi kutoka nchi ya Rwanda wanaosaidiana na M23 pamoja na Twirwaneho wameachwa huko Minembwe Center, upande wa uwanja wa ndege unaopatikana eneo la Kiziba. Vyanzo vya ndani vinasema kuwa kipigo ambacho walichokipata M23 pamoja na washirika wake Ijumaa hii ya tariki 12 Juni mwaka 2026 ni kipigo kisichokuwa na huruma, kimewafanya wanajeshi hao wa M23 pamoja na washirika wake kuweza kuacha silaha zao na kukimbilia kwenye maeneo ya wakaazi. Ni vyema tukumbushe kuwa huko Minembwe bado mapigano yanaendelea, huko FARDC ikitangaza hatua kubwa ya kusonga mbele katika saa zijazo. Taarifa rasmi kutoka jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo inatarajiwa kutolewa kuhusu hali ya usalama katika Minembwe Center. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka uwanjani, mapigano yanaendelea kwa sasa katika makaazi ya Chifu Rutaganda pamoja na maeneo ya karibu na kanisa la Sinai ndani ya senta ya Minembwe. Mapigano mengine pia yanaripotiwa katika eneo la Bidegu, ambapo Kanali Sematama anayehusishwa na kundi la Twirwaneho pamoja na baadhi ya wapiganaji wa Red Tabara wanadaiwa kujichanganya miongoni mwa raia baada ya kujiondoa kutoka maeneo ya mapigano. Aidha, vikosi kadhaa vya muungano wa M23, RDF, AFC pamoja na Twirwaneho vinaelezwa kuwa bado vipo katika maeneo ya operesheni. Hatimaye vikosi vinavyopigana bega kwa bega na FARDC vinadai kuwa vimefanikiwa kudhibiti Minembwe huku vikibainisha kwamba operesheni za kuimarisha usalama na kusaka mabaki ya adui bado yanaendelea. Wakati hayo yakiendelea namna hiyo, sehemu ambayo ilianzia vita huko sehemu za Mikenge, ikiwa ni ndani ya sekta ya Itombwe ndani ya tarafa la Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, Jenerali Milenge Zelambuma amesema kuwa anashukuru vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo wengine waliokabiliana na adui katika maeneo ya Mikenge na kuweza kumkimbiza adui na kuelekea sehemu za uko Minembwe ambako anaendelea kupata cha mtema kuni hadi sasa. Milenge Shibona Zelambuma akiwa ni mzalendo anayelinda raia pamoja na mali zake huko maeneo ya Mikenge, hususan kwenye maeneo ya Bukunji ndani ya tarafa la Mwenga sekta ya Itombwe, ameweka rasmi shukrani yake kwenye vyombo vya habari na kuweza kuwashukuru wanajeshi wengine wote pamoja na serikali ya DRC kwa kuweza kukabiliana na M23 ambayo tayari iliamua kujikusanya ili kuweza kushambulia raia wa eneo hizo. Akizungumza na Kwetu News 24, msemaji wa kundi hilo Bwana Mtenjwa alizungumza yafuatayo. Mwezi wa 6 mwaka 2026, la Force Coalisée pour la Résistance Nationale
FCRN inayoongozwa na Jemedari Milenge Ishibonane Zelambo Masafari ashukuru kazi wanayoifanya FARDC, IBU na wazalendo ya kupiga adui ambaye alikuwa alishavamia eneo yetu pa Mikenge, sekta ya Itombwe, zone ya Mwenga, ndani ya province ya Sud Kivu, na anaonyesha wazi mji mzima ya DRC ya kwamba jana siku ya tatu tariki 10 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa saa 11 asubuhi walifuata adui ambaye alikuwa alishadhibiti mji wa Mikenge, RDF bar AFES M23 na alie wake Twirwaneho na Redi Tabara. FARDC, IBU na wazalendo wanaoongozwa na Jemedari Milenge Ishibonane Zelambo Masafari wa FCRN pamoja na wazalendo wa Jemedari Bolingo Mtetezi wa FPDC kwa nguvu walizo nazo walichapa adui pa Mikenge. Vifo, majeraha ngambo ya adui vyaripotiwa vingi na adui kukimbia bila kujulikana wapi walipo kwenda. Kwa hiyo Jemedari Milenge Ishibonane Zelambo Masafari aomba kwa coordinateur provincial wa VDP General William Amuri ya Kutumba kuhimiza vijana wawe imara ili adui apigwe na atoke mu maeneo zetu zote anazodhibiti na mpaka heshima irudie hapa kwetu Kongo Bar DRC. Yaripotiwa pa Mikenge tariki 11 mwezi wa 6 mwaka 2026 na ndugu mtendwa vya Mungu Maurice Santos, msemaji wa FCRN. Merci. Naam, hayo yanajiri wakati raia wa tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga wakiwa na matumaini mapya kabisa ya kuweza kurejeshwa kwa amani na utulivu ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini kupitia wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Naam, tuzungumzie habari za rais wa zamani wa DRC Bwana Joseph Kabila. Bwana Joseph Kabila Kabange aliyekuwa rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na anayedaiwa kuwaunga mkono waasi wa AFC M23 ndani ya nchi hiyo pamoja na makundi mengine ya waasi, ametoa wito kwa mara nyingine tena kuzuia utawala wa mwenzake Felix Tshisekedi. Mvutano umeongezeka baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni ambao sasa unajadiliwa katika seneti, kulingana na vyombo vya habari vilivyotolewa Ijumaa ya tariki 12 Juni mwaka 2026 huko Kinshasa. Rais wa zamani ametoa rasmi kimya chake Alhamisi tarehe 11 Juni mwaka 2026. Kulingana na Congo Nouveau, Joseph Kabila anasema utawala wa sasa ni kiburi unaokandamiza uhuru na unaowinda mali, na ameonya kuhusu habari ya kusuasua kwa mwendelezo wa amani ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, Kinshasa Ijumaa ya tariki 12 Juni mwaka 2026, hali ya wasiwasi iliongezeka Ijumaa hii katika maeneo yanayozunguka Palais du Peuple, ambapo sit-in iliyoandaliwa na upinzani ambayo awali ilihamishiwa kwenye uwanja wa Asosa katika wilaya ya Kasavubu iligeuka kuwa makabiliano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali waliokuwepo eneo la tukio, risasi za onyo pamoja na mabomu ya machozi vilitumika kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakijaribu kusogea karibu na makao ya bunge la kitaifa. Wakati wa vurugu hizo, kiongozi wa upinzani Martin Fayulu Madidi anayeripotiwa kujeruhiwa. Aidha, taarifa zilizotolewa na watu wa karibu wa Deli Sesenga zinaeleza kuwa naye pia alijeruhiwa miguuni, huku mamlaka husika zikiwa bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya walioathiriwa na matukio hayo. Hata hivyo, polisi walikuwa wamepiga marufuku maandamano hayo waliosema ni batili, na tangu asubuhi mamia ya askari wenye silaha walikuwa wametumiwa kuzunguka barabara kuu zinazoelekea kwenye ukumbi wa bunge. Hata hivyo, kufika majira ya mchana, mamia ya wafuasi wa upinzani wakiongozwa na aliyewahi
kuwa mgombea wa urais nchini humo, Martin Fayulu alijitokeza barabarani na kuanza kuelekea kwenye ukumbi wa bunge kabla ya kukabiliwa na nguvu za polisi. Martin Fayulu amesema watu wawili huku wengine kadhaa wakijeruhiwa akiwemo aliyekuwa katibu mkuu wa UDPS Jean-Marc Kabunda pamoja na Deli Sesenga, rais wa chama cha Amvol. Shukrani sana msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nikualike kusikiliza taarifa zetu zijazo. Kwa heri kwa sasa.